Tukio la kusikitisha, tukio la kuhuzunisha ambalo limetokea hapa napewa nguvu na kampuni ya mikopo ya Shatta Microfinance. Wanakwambia pata mkopo na Shatta Microfinance, msingi imara kwa mafanikio ya kila mjasiriamali nchini. Ofisi zao zinapatikana Ngarenaro Arusha. Unaweza kupigia simu nambari 0742 690 965. Pia wanapatikana Ngaramtoni Arusha. Wapigie simu kwa nambari za simu 0794 703 985. Ni kwa ofisi ya Ngaramtoni Arusha. Kwa Mbezi Dar es Salaam wapigie simu nambari 0752 685 027. Katika mtaa wa Negamsi, halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara, ambapo kijana mwendesha bodaboda mwili wake umekutwa katika shamba la mahindi akidaiwa kuuawa kikatili na watu wasiojulikana, huku wakitokomea na usafiri wake. Tumezungumza hapa na madereva wenzake ambao wameeleza hofu yao juu ya tukio ambalo limetokea, huku wakiliomba jeshi la polisi mkoani Manyara kufanya uchunguzi wa kina ili kumbaini aliyehusika na kutenda tukio hilo. Kwa majina naitwa Francisca Nderasio Mtei, ni mkazi wa hapa Babati mjini, hapa kijio cha kwa Bombo hapo. Kwa taarifa hii tumesikitishwa sana. Sasa kutokana pia na sisi wengine ni bodaboda wa kike, kutokana na hivi tukio kama hili limetokea, la huyu ni wa kiume tukafanyia tukio kama hili. Je, kwa hakika ataweza kweli kufanya kazi kama hii, kujaribu pia kufanya kazi kama hii? Hatoweza. Pia tunasikitishwa kwa watu wanafanya vitendo kama hivi. Hebu waache mara moja, kwa sababu hata si bodaboda tunatafuta biashara, ni maisha tunayotafuta. Tunasikitishwa sana. Hata adhari ambayo tunatakiwa tuchukue pia kupaki pia kwa muda, kwa sababu hapa hatujui tukio limetokea ni usiku wa muda gani. Sababu hapa pia kuna majirani, ila majirani unakuta ni nyumba za geti. Sasa kwa sisi hofu inakuja pia na si bodaboda tuchukue tahadhari ya kwa tunapaki muda ambao unafaa, ambaye bado kuna watu wanatembea. Mimi naitwa Ali Sulemani, ni bodaboda na paki la Kiweli, naishi hapo Miomboni. Kuhusiana na tukio hili limetuumiza sana, kwa sababu ni matukio mengi ambayo yanajirudia kila siku. Kwa hiyo si kama bodaboda tunapata wakati mgumu sana wa kufanya kazi. Pili, si ombi letu ni kwa serikali kuhusiana na matukio kama haya, kwa sababu wenyewe ndo wanayashughulikia. Kwa hiyo mimi naomba yanapopatikana matukio kama haya wafuatilie, na wanapopata wahalifu wasipatikane kuachiliwa, kwa sababu ndo wanaorudi mtaani, ndo wanaotuzidi kututeketeza kila siku. Kama mimi hapa ninavyoongea nimekuja kushuhudia tukio la mwenzangu hapa. Mimi tarehe 6 nimeibiwa pikipiki yangu mpya ambayo haina hata miezi mitatu. Na matukio yanapotokea kuna watu ajabu ambao tuko mtaani wanakuja huko wanajifanya ni bodaboda, lakini mwisho wa siku ndo hao. Kwa hiyo mimi naomba sana serikali tusaidie, wanapokamatwa wasirudishwe tena huko mtaani, kwa sababu ndo wanaozidi kututeketeza sisi. Wasirudishwe kabisa, kwa sababu ndo kila siku wanatubadilishia mbinu mpya. Kwa hiyo sisi tumeumia sana, kama mwenzetu hapa na familia yake ameuliwa. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa hata jinsi gani hii familia yake itakapopokea taarifa, kwa sababu wote tunafanya majukumu. Hii ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto kama hizi tunaumia sana basi. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali tusaidie kwenye hili, kwa sababu ni matukio kila siku yanayojirudia, sio mageni. Tunawapoteza wenzetu wengi na wanauliwa kwenye vifo vya kikatili kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo sisi kiufupi tumeumia sana. Yaani ni kutokuishi na watu ambao hawafahamiki, kwa sababu watu ambao hawafahamiki unakuta mtu unamuona mara ya kwanza mara ya pili humuelewi ni nani. Kwa hiyo mimi nahisi tungekuwa tunawafichua watu kama hao ingesaidia sana, kwa sababu kila sasa hivi kuna utambulisho. Mtu anapofika kwenye mji ajitambulishe, ajulikane. Huyu anafahamika sana, anapaki Pembaini pale karibu na Eagle Farmers. Ni mtu ambaye anajulikana, ni mstaarabu sana huyu brother. Mimi nyewe namfahamu. Kwa hiyo namfahamu vizuri sana. Imetuuma sana kutokana na kifo chake kama hivyo alivyofariki. Wasipopatikana, maana yake sisi tutaiomba serikali kuu sasa iingilie kati kuhusiana na jambo hili. Ndio tamko letu. Wapatikane tu kwanza haraka sana. Ndio tamko letu. Mimi kama mwenyekiti wa maafisa usafirishaji nataka watu hao pia wapatikane haraka. Jeshi la polisi mkoani Manyara limefika hapa na kuchukua mwili huu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa katika mtaa huu wa Negamsi
halmashauri ya mji wa Babati unapewa nguvu na kampuni ya mikopo ya Shatta Microfinance. Wanakwambia pata mkopo na Shatta Microfinance, msingi imara kwa mafanikio ya kila mjasiriamali nchini. Ofisi zao zinapatikana Ngarenaro Arusha. Unaweza kupigia simu nambari 0742 690 965. Pia wanapatikana Ngaramtoni Arusha, wapigie simu kwa nambari za simu 0794 703 985. Ni kwa ofisi ya Ngaramtoni Arusha. Kwa Mbezi, Dar es Salaam, wapigie simu nambari 0752 685 027.